Karibu katika makala inayoangazia ziara ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi katika baadhi ya mikoa kutoka kanda ya Ziwa, Pwani, mkoa wa Manyara kutoka kaskazini na mkoa wa Lindi kutoka kusini mwa Tanzania. Hii ni zaidi ya ziara ambayo inaenda kutafsiri mwelekeo wa serikali katika sekta ya mifugo na uvuvi ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mwanzo wa haya yote ulianzia wapi? Baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliingia katika awamu mpya ya uongozi. Mara baada ya kula kiapo, alitoa hotuba yake ya kwanza bungeni ikionyesha mwelekeo wa serikali yake, huku akigusa kila sekta ikiwemo sekta ya mifugo na uvuvi. Tutoke kwenye kumtazama ng'ombe na mlio wake, tutazame uzito wa nyama, ladha ya nyama, wingi wa maziwa, ubora wa ngozi na ubora wa kwato na pembe. Katika kufanikisha dhamira yake kwa Watanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan huchagua timu madhubuti itakayomsaidia kubeba maono yake, na hapa ndipo jina la Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa na Wakili Ng'wasi Kamani yanaibuka na kupewa dhamana ya kuongoza Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Mimi Ng'wasi Damas Kamani waanze kuangalia uwezekano wa kutafuta mitaji ili tuwe na meli nyingi za Kitanzania za uvuvi wa Bahari Kuu. Hapa tunafungua mlango wa kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Bandari hii ilikuwa ni moja ya vikwazo vya kunufaika na uvuvi wa Bahari Kuu. Kauli ya Waziri Mkuu kuonyesha kuridhika na mradi huu wa Bandari Kuu ya uvuvi inaleta matumaini, hasa ndani wao bungeni. Baridi Waziri wa Mifugo na ndio masuala ya vibali tunafanya kwa njia ya mtandao. Kibali cha wizara ni shilingi 100,000, unachangia tu shilingi 100,000, na kibali cha maji ni kama shilingi 300,000. Unapata kibali kwa jina lako wewe na utakwenda nacho benki. Hautadaiwa tena masuala ya tathmini ya athari ya mazingira, kwa sababu hilo serikali inakuwa imeshagharamia. Kwa hiyo huu ndio ushauri kwangu, na Masawe yuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Katika changamoto ya wizi wa mifugo, kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi Safia Jongo, anaeleza jitihada ambazo zinaendana na kauli mbiu ya wizara ya kuleta tabasamu la utu kwa Watanzania, kwani kwa sasa wizi wa mifugo umekomeshwa. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya wizi wa mifugo Geita, na wafugaji watakuwa ni walikuwa wanalisha kutokana labda na mapunga. Tunasaidiwaje sasa serikali yetu hii? Sisi angalau wafugaji ambao dhamana yetu, benki yetu ni ng'ombe zinazotembea. Sisi tuna benki inayotembea, lakini wavuvi wanapewa mikopo. Hata samaki huwezi kuwaona, wako majini. Sisi ng'ombe zetu zinaonekana kwa macho. Sasa kwa nini wavuvi wapate fursa hiyo kubwa zaidi wakati wanachokivua kiko majini yakionekana? Sisi ng'ombe wetu wanatembea, tunawaona. Siku zote changamoto zinakuja na suluhisho, na hapa naibu waziri Ng'wasi Kamani anakuja na majibu yanayobeba tafsiri ya siku 100 za Rais Samia katika kutatua kero na kuonyesha dira ya sekta ya mifugo na uvuvi inapoelekea. Ili tujue kuwa taasisi zetu za fedha nazo wanafanya biashara kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na waangalizi wao ambao ni Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo tuko katika mazungumzo nao ili tuweze kuona namna gani tunafikia mazingira ambayo hayataumiza biashara zao, hayataumiza au kuondoa au kuwafanya wakiuke misingi waliowekewa na Benki Kuu, lakini pia hawatawaumiza wafugaji na wavuvi wetu. Sisi kama wizara tumeona visima virefu ndio mpango unaoweza kuwa wa gharama ndogo na muda mfupi zaidi, lakini kwa manufaa makubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo tumekwisha anza kuandaa utaratibu ambao kwa muda ambao tunasubiri utengenezaji wa mabwawa haya makubwa, basi tuanze kuchimba visima katika maeneo ya wafugaji wetu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu.
Shikamoo mama. Salama. Poleni. Tumekuja kujifunza hapa. Asante sana. Mimi naitwa Bashiru Ali. Amin. Ni waziri wa mifugo na uvuvi. Katika mkoa huu wa Singida tunashuhudia Waziri Dr. Bashiru na viongozi alioambatana nao. Wao wamechagua kujifunza kutoka kwa mwanamama wanayemchukulia kama shujaa katika matumizi ya nishati safi, anayetumia kinyesi cha mifugo kuzalisha gesi inayotumika kupikia, lakini pia analeta tafsiri ya namna ambavyo wafugaji walivyoanza kuunga mkono jitihada za Rais Samia katika matumizi ya nishati safi. Gharama sio kubwa. Ukisema yani kwa mtambo mdogo, kwa sababu mitambo iko kwa grade tofauti. Yani iko kwa kiwango tofauti. Mtambo ambao ni mdogo unaweza kukuta milioni 3 tu inatosha. Na milioni 3 unaweza kukuta mtu mwingine umeme, yani moto anaotumia kwa mwaka ni zaidi ya milioni 3. Lakini kadri unavyoenda unavyozidi kuwa mkubwa, zile gharama na nini ndo zinaongezeka. Lakini hii yani katika ni kama sisi kuangalia, yani unajua ni kitu cha ajabu sana, yani ni heshima kubwa. Ndio. Kubwa sana. Yani unajua mara nyingine watu wakiwa wameshapata nafasi, mara nyingine wanaweza wakaangalia wale watu wakubwa. Lakini hii kuchagua kuona kwamba huyu anafaa kwenye hii wizara, huyu anafaa kwenye hii wilaya, huyu anafaa kwenye mkoa, huyu anafaa sehemu hii. Ndio. Ni jambo kubwa sana ambalo kwenye mambo ya uongozi wa nchi anajua. Suala la ufugaji na kuzingatia malisho limekuwa jambo muhimu hapa Singida. Kesho nakwambia usilete maziwa leo nasafiri. Tunafanyaje? Lakini na maziwa yale ng'ombe yule hana maziwa mengi sana kuweza kukidhi mahitaji. Lakini ama kukidhi gharama za kumuendesha. Kwa tukaendelea kusogea mbele, kuna sasa tufanyeje? Tukawasitisha wale ng'ombe kwanza. Tukaona tutengeneze kwanza. Kutoka mkoa wa Singida na sasa tupo kaskazini bila sababu ya kumulika umuhimu wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ulioizaa Tanzania. Zipo namna nyingi za kuenzi huu muungano, huku tukishuhudia taasisi za serikali kwa namna yake wakionyesha njia ya kuenzi muungano kama wanavyofanya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kikao chetu ni kubadilishana uzoefu, kujenga mashirikiano, ili mwisho wa siku ni kuimarisha utendaji utakaoleta mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi na nchi yetu, nchi zetu. Tumekutana hapa kuimarisha ushirikiano katika uendeshaji wa shughuli za serikali zote mbili kama njia ya kuimarisha na kudumisha muungano wetu pamoja na mapinduzi ya Zanzibar. Ilikuwa ziara iliyotafsiri mwelekeo wa serikali kwa kuangalia siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya mifugo na uvuvi, ambapo wizara hii imebeba maono hayo kwa vitendo, hasa katika kupanua maeneo ya malisho na ufugaji wa kisasa, ujenzi wa bandari za uvuvi na viwanda vya kusindika samaki, kusimamia rasilimali za uvuvi, kuimarisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa soko la nje, pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya mifugo na kuongeza thamani ya bidhaa. Namuomba Mwenyezi Mungu kwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania.